Okay. Asante mheshimiwa. Tuongee mambo ya elimu kwa sababu ulihudumu kama waziri wa elimu na umesifiwa sana kwa mageuzi mengi ambayo umeleta. Unaionaje hali ya elimu kwa sasa, kwa sababu kumekuwa na kilio kikubwa sana cha wazazi? Wiki iliyopita sijui kama mambo yamebadilika, tulisikia 400,000 ya wanafunzi wako wamerejea shuleni au wa grade 10. Najua yale mambo ambayo yanafanyika na nitaeleza polepole kwa hili swali kwa sababu ni swali liko na uzito sana, sio kwa maisha ya jamii katika nchi yetu, lakini katika maendeleo yetu kama taifa. Yale ambayo yanafanyika katika sekta ya elimu Kenya hii, yes, ni kielelezo chema cha vile serikali hii inafanya kazi. Na ukiangalia yale ambayo yanafanyika katika sekta ya elimu, unayaona katika kila sekta ya nchi yetu ya Kenya. Okay. Viongozi wetu wa serikali badala ya kutumia wakati wao mwingi kupanga mambo maendeleo na maisha ya wananchi wetu, wakati wao mwingi unatumika kwa mambo zingine ya kuchekesha tu, yani eti ni kutumia pesa kununua watu na mabasi kuwapeleka mikutano, vitu kama hayo, ndio pesa inaenda. Kwa hivyo basi nieleze hili jambo. Kwanza makosa mingi imefanyika. Watoto wakafanya mtihani, mtihani ukachelewa kidogo, wakati wa chagua kwenda katika grade 10. Unaweza kuona sehemu nyingi, nisungumzie hata sehemu ya Mlima Kenya, watoto wengi katika sehemu hiyo nimeona, na hata mabarua nimeona, ukiangalia takwimu za huko, wamechaguliwa katika category 4. Okay. Wengi. Na tena hiyo imefanywa kwa njia ambayo inashangaza. Mtoto anatolewa ako Kirinyaga, amechaguliwa, amekuwa placed shule iko Laikipia kama kwa mfano. Yes, mambo kama hayo. Sasa inabidi wazazi waanze kung'ang'ana kufanya kusahihisha, kutafuta shule ambayo iko karibu na mambo kama hayo. Okay. Kwa hivyo kulikuwa na shida hiyo ya kuwaweka watoto katika shule zinazofaa na shule ambazo ziko karibu nao. Haya, uingie tena kwa hizo shule zote, capitation haijaingia. Kama quarter 1 and 2 ya capitation haikutolewa, walimu wakawa na madeni karibu 53 billion ama 54 billion hapo. Hata ukitoa capitation, walimu wakawa na madeni ya karibu 47 billion, ukitoa capitation, ukitoa hapo 53 and so on, walimu wanaenda kulipa madeni ya quarter 1 na quarter 2. Kwa hivyo quarter 3 hujatoa pesa ya capitation, walimu bado wako na madeni. Na sasa number 4, kwa sababu hakuna regulation. Unajua wizara ndio inapaswa kukaa chini na viongozi wa sekta ya elimu ifanye mpango. Nimeona mabarua ya shule. Okay. Mimi kwa sababu kama kila kiongozi, watu wanakuja, wengine kwangu nyumbani, wengine mnakutana nao, mkikutana kwa kanisa, kuna wazazi ambao wako na shida. Kwa hivyo unaona haya mabarua mengine ya grade 10. Shule nyingine inauliza 47,000 ya uniform, nyingine inauliza 52,000. Nyingine, haya ni maneno ambayo yanapaswa kuzungumzwa na kupangwa. Kwa sababu sasa ukiajia kila shule na kila kamati ya shule iamue, mwisho wa mtu wa kuumia ni mzazi. Sababu unajua kila vile ilivyo wakati hakuna mpango na hakuna regulation. Mzazi ndiye anaumia. Ukienda hapa unaulizwa 47,000, ukienda pale unaulizwa 52,000 na mambo kama hayo. Ukijumuisha hii mambo yote, hii pesa zote, kwa mwaka moja ni zaidi ya shilingi 1,100. Na haya yote yanakuja wakati wazazi wetu wengi wako na shida. Wale ambao wanafanya kazi, payslip imekwisha, hakuna kitu huko, unalipa SHA, unalipa housing, unafanya nini, alafu sasa uambiwe utoe hizi pesa zote kwenda kwa shule. Ndio unaona sasa wakati viongozi wanaanza kusema tumewaambia machifu na manaibu wa machifu wahakikishe kwamba watoto wameenda shule. Kwanza kabla hatujafika hapo, yes, tujiulize na tujibu hili swali, kwa nini watoto hawajaenda shule?
Kwanza kuna hiyo confusion ya placement. Uje pili kuna maneno ya fees na capitation. Uje ya tatu kuna confusion hiyo ya ni kitu gani kinahitajika kwa shule, unahitaji kufanya nini. Haya yote yanaonyesha kitu moja. Kwa upande wa serikali hakukuwa na mpango kapambe wa kutosha mwanzo. Kwa sababu unajua haya maneno vile tulikuwa tunafanya wakati tulikuwa kwa hiyo wizara. Mimi kama ningekuwa kiongozi wa nchi hayo ni maneno ningemaliza mwezi wa Novemba. Kabla wazazi hawajaenda Christmas na mambo mengine. Na waziri mkae chini na waziri ya kuonyesha hii ndio inafanyika. Na waziri aanze kuhusisha kamati za wazazi na shule. Anatangaza pale mapema even kabla placement haijafanyika. Kila mzazi Kenya, kila kamati ya wazazi, kila mtu, viongozi wa dini ambao kwa sababu dini imeegeza sana kwa elimu, kila mtu anaelewa ni kitu gani kinafanyika. Sio eti ungojee sasa kwanza mtihani utoke. Pili, placement ni shida kubwa. Tatu, sasa taharuki imetokea, kila mtu anaenda mwingine north south, hakuna mtu anaelewa kitu gani inaelekea. Na unaona wazi kwa wakubwa wa serikali wao wenyewe, mmoja anatuambia wale wameenda shule ni 61%, mwingine anasema ni 71, mwingine anasema ni 91, na wote ni serikali moja. Unaona clearly kuna shida ya coordination kwa serikali, kwa sababu wakati ule tulikuwa tunakaa chini nikiwa katika wizara, even wakati nilikuwa nimetoka katika wizara ya elimu, nikiwa Ministry of Interior, kwa sababu coordination of national government pia ilikuwa responsibility yangu. Tunakaa chini, waziri wa elimu Profesa Magoha, mimi mwenyewe tunakaa pamoja, na tukitaka mambo ya takwimu za kwenda shule tunaita Minister of Planning. Kwa sababu yeye ndiye akona Kenya National Bureau of Statistics. Tunatafuta mbinu ya kujua hakika ni nani yako wapi na ni nani ameenda wapi. Kufikia Novemba tumepanga hii maneno yote imemalizika. Sasa sio eti zote tunashitukia, wakati mwingine unaona mawaziri wenyewe, watu wengine wakubwa wa serikali wanaulizwa maswali hawezi kujibu wewe vizuri. Kwa sababu hakuna mpango, hatujatilia maana hii kazi. Hiyo ndio sio priority yetu. Sasa mzazi na mtoto na mwalimu wote wameachwa kujitetea. Hiyo ndio shida tuko nayo katika sekta ya elimu. In total, mtu akikuuliza tu describe sekta ya elimu in Kenya in one word, chaotic. Ni shida, hakuna mtu anaweza kukuambia kitu ya kweli. Sasa angalia wale wamefanya KCSE, wale wamekuwa selected kwenda university, na TVET hapa katikati nini inafanyika. Mambo ya student loans sijui kama kuna mtu anaelewa ni kitu gani inafanyika. Kila nikienda niko nje nakutana na wananchi. Nilikuwa kwa mkutano wakati mwingine Kisumu, nakuta wanafunzi wa vyuo vikuu wengine wanakuambia mimi nimesimamisha, nimedefer and so on. Nitarudi baadaye kwa sababu siwezi kulipa hiyo pesa. Wewe jiulize Katonye, tukiendelea namna hii miaka 3 ama 4 ingine, kutakuwa nini kwa nchi? Tukiendelea na hii shida unaona namna hii, confusion hii. Wasiwasi inaendelea namna hii. Ile kitu tu inaendelea, ile kitu ya muhimu kwa hawa wenzetu, ndugu zetu viongozi wa serikali. Kitu muhimu kwao ni baraza, kubeba watu, kuwalipa na kujipiga kifua. Hakuna wewe niambie, hizi pesa zote zinalipwa, watu wanalipwa huku wanabebwa na mabasi. Kama hii pesa yote ingekuwa kwa ministry, tuna pesa ya kutosha Kenya. Hiyo ndio ninasema, tuna pesa ya kutosha Kenya. Wale tunauliza uongozi because tunakuzaisha haya. We want to fix this. Hizi pesa zinanunuliwa watu kila siku, wanapelekwa sijui wapi, State House wapi, Sakana kupewa pesa. Hii pesa yote tuiweke kwa Ministry of Education. Tulipie watoto wetu shule, ili capitation iingie mapema, watoto wapate huko shule. Kifunguliwa pesa iko kwa shule. Na umesema pesa iko. Sasa wewe jiulize, hii ya kulipa watu inatoka wapi? Mheshimiwa, wazazi especially wa grade 10 wanalia, wanaongezewa pesa